Taifa la Mungu, shalom shalom. Ninawasalimu kwa jina la Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo. Nipo hapa kuongea na mtu maalum mmoja katika nchi ya Tanzania. Mtu ambaye amepewa mamlaka nzito na kubwa kwa upande wa adui, kwa upande wa giza. Bwana anakutangazia hivi leo ya kwamba mipango yako ipo wazi mbele za Bwana. Mbinu zako zote ziko wazi mbele za Bwana. Hata hilo unalolipanga sasa liko wazi tayari. Mungu amelifunua kwa mjumbe wake. Na sasa uko wazi katika kila jambo unalolifanya. Mamlaka ya nchi hii, kiroho na kimwili, ipo chini ya Mungu sasa. Hutaweza tena kufanya mapenzi ya giza. Hutaweza tena kutenda ulivyokuwa unatenda mwanzo. Mungu, wakati wa kulitawala taifa hili umefika. Mungu, wakati wa kulitumia taifa hili alilojisazia kwa muda mrefu umefika. Ni wakati sasa. Ungalikuwa na hekima, ungesema Mungu nisamehe. Wenda angekusamehe. Wenda angekutazama kwa jicho la huruma. Lakini bado unajiinua. Bado unamtukana Mungu. Bado unamjeulia Mungu. Hakika hajawahi kupona yoyote anaishindana na sanduku la agano. Ndani yake yako mapigo, ndani yake ziko sheria, ndani yake ziko mana, chakula kitamu. Mungu akuguse leo. Ujue ya kuwa hutaweza kushindana na Mungu. Hutaweza kushindana na mjumbe ambaye Mungu amemweka katika taifa hili. Yanayoonekana katika nchi hii ni mwanzo kuelekea utukufu ambao Mungu ameuandaa. Hakuna wa kumzuia Mungu kufanya mapenzi yake tena. Hakuna wa kumsimamisha Mungu katika namna yoyote ile. Yanayokuja ni mabaya zaidi. Yanayokuja ni magumu zaidi upande wako. Yanayokuja ni mabaya zaidi kwako na kwa wenzako. Mashimo yale mliochimba mtatumbukia wenyewe. Mawe mlioyatega yatawaponda wenyewe. Nami kwa jina la Yesu Kristo na kutangazia huu ni wakati wa amani kwa wateule wa Mungu, kwa wanyonge mliokuwa mkiwaficha na kuwaonea siku zote. Mungu awabariki taifa teule Tanzania. Amen.